Karibu chief. Tupo chief. Nimeona mtu ametoka humu akiwa na jazba. Shida ni nini? Alikuja kwa ajili ya vipimo. Sawa. Nimempatia majibu. Ameonekana hana uwezo wa kutungisha mwanamke mimba. Lakini inasemekana mke wake pia ni mjamzito kwa sasa. Kwa hiyo imemtia kama wenda wazimu kidogo, kuchanganyikiwa. Kwani hatujui shida ni nini hapo, lakini kwa vipimo vinaonyesha kabisa hana uwezo huo. Niliona mwangaza Acha. Alikwambia ufungue geti ni nani? Jamani Naila. Hii si kazi yangu kabisa. Alafu mbali na kuwa kazi yangu, kuna mtu anagonga na anavyoonekana anataka kuingia ndani. Namfungulia ingie ndani. Kipindi pale kwa hapo naye alikuwa amefungua geti. Kaa mbali na familia yangu. Sitaji mazoea na familia yangu. Hii nyumba utaiona chungu. Muone. Wow, that's... Wow. Vipi? Mbona umechelewa kufungua mlango? Dad, nilikuwa ndani. Na sio ni muda mrefu sana. Natoka nje na mkuta mtu kalala tu. Kuwa makini kwenye kazi yako. Sawa? On target, nimepotea kwako. Hata kama ni hatari sitoki. Mapenzi yako yamenifunga. Sasa sina njia ya kurudi. On target, kama nikosa kupenda, basi naomba nife na wewe, kwa sababu ndani ya moyo wangu ni wewe tu, hakuna mwingine. Give my daughter. Mbona umejitenga kiasi hicho? Hapana baba, mimi niko sawa. Nyie endeleeni tu, wala hakuna shida. Kuna sauti zinaniita, zinaniambia niondoke, lakini kila nikijaribu, moyo wangu narudi kwako. Kuna siri zinanizunguka na macho yanayonichunguza, lakini hata dunia ikibadilika sitoweza kukuacha wewe. Kama hii ni vita, basi niko tayari kupigana. Mke wangu. Vipi? Toka fika hapa IK. Unaonaje maendeleo yake? Nisijete nisemi. Ni kijana bwana, anajituma, anafanya kazi vizuri. Sio nisema kwamba najivunia kwa naye. Kuna jambo moja mke wangu nataka nikuulize. Toka fika hapa IK, Naila
Nake naona kama vile kuna hasi na chanya, na kuna nini unachokielewa hapa mke wangu? Niko hivyo mwanangu. Siwezi kusema chochote kuhusu Kenya na ila ukumbuke binti yako ana kimo kidogo kidonge cha pilitoni. Kwa muda wote ni kafyuni. Tena hasa pale unapokuwa unamtetea wewe. Tuchana bana, nakumisi. Unajua masiku mingi. Tena niko na mke wangu. Naomba nisikilize vizuri. Kwa leo nimechoka sana. Hivyo naomba niache. Lakini nimekumisha na kuna wajibu wangu. Najua kweli mke wangu, sihitaji mambo mengi. Leo nimechoka. Naomba niache nipumzike. Please. Nimechoka sana. Naila, mambo? Nikusaidie nini? Umemeza kazi yako? Hapana, sijamaliza. Lakini nimeona ni bora nije kuzungumza na wewe kwanza, hapo baadaye nitaenda kumalizia. Hivi ukijitazama, una hazi gani ya kuzungumza na mimi? Mimi nimekuja hapo kwa ajili tuyaweke mambo sawa. Kwa sababu hii kukutana kila siku sio vizuri. Kwa hiyo nilikuwa naomba tunipe nafasi yako kidogo tu kwa ajili kuambia jambo ambalo niko nalo. Hivi kaka una kichani? Jitazame mara mbili. Naila, please, huwezi kufanya hivyo. Mara nyingine ukisubutu kunishika huo mkono wako, takuja nikufanye kitu kibaya na utajuta kuingia kwenye hii nyumba. Pumbafu. Naila. Koski, au ndo dharau za kimaskini? Mapenzi ni hisia gani? Kama ni maradhi niko tabani, licha ya kumuonyesha zangu hisia, stresi kichwani, machoni ananichunia. Amegawanya pa kutoa pa kuzidisha, kawai kujumlisha. Oh, mapenzi ja, unapopenda upendi, usipopenda upendwe. Hasa imana gani ya haya mapenzi, ukiacha yeye anaanzisha?
Come on. Oh. I miss you. Oh, wow. I miss you too. Oh. Yes. Vipi? Vipi? Huyu ni nani? Achana naye tu bwana bibi. Oh. Au ndo Oh, wow. Come on. Jaman, mapenzi ni hisia gani? Kama ni maradhi niko tabani, licha ya kumuonyesha zangu hisia, stresi kichwani, machoni ananichunia, amegawanya pa kutoa pa. Yaani mimi nazungumza, umenikalia kimya. Nataka nitambue hiyo mimba ni ya nani? Nakuuliza wewe Gudron. Jamani mume wangu, mimba nimeshakwambia ni ya kwako. Unanifanya mimi mjinga? Unanifanya mjinga? Nakuuliza kwa mara ya mwisho, mimba ni ya nani? Mume wangu, nimeshakwambia ni mimba yako. Wewe. Sasa mimi nikwambieje ili unielewe? Nakuuliza kwa mara nyingine, mimba ni ya nani? Gayumba. Leo hii mimi unanipiga. Naomba majibu ambayo yako sahihi. Mimba ni ya nani? Oh. Mimba sio yako. What? Kwanza wewe mwanaume, nimekuvumilia sana kwa muda mrefu. Nimekuvumilia sana. Kwanza wewe ni mwanaume suruali. Hauwezi mimi ukanipa ujauzito. Tumekaa miaka mingapi ndani ya ndoa? Hata dalili zozote hazipo. Wewe sio chochote ndani ya ndoa. Sijasikia, unasemaje? Yaani, hujawahi kunilizisha kwenye tendo la ndoa. Wewe mpumbavu, si ndio? Brother. Mwanamke apigwe kwa ngumi, apigwe kipande cha kanga. Relax brother. Ya Ngoswe mwachie Ngoswe. Yaani wewe kuishi kwenye nyumba hii usijifanye sasa ndo umemaliza kila kitu. Alafu naomba munisikize kwa makini. Sihitaji upumbavu jirudie tena humu ndani. Washenzi wakubwa nyie. Kisha huko. Mbona kama hatujatumia kwenye meza ya chakula? Haikai kwa Babu. Alikuwa mkaribisha. Lakini akadai kakula baadaye. Kwa sasa uko na kazi muhimu anafanya. Ana kazi muhimu? Kazi gani ya kufanya wakati wa chakula? Baba. Mimi sijui. Wanda ni mambo yake binafsi. Hata hivyo mimi nimeshiba. Ngoja nimpelekee naye aweze kula. Kweli. Mtoto unaiamba wewe. Ayatibu hapo chajabu. Usikia nampelekea kile chakula. Tukisiwa hivyo mpala. Ani unaiana wewe na roho mbaya. Jamani. Nachoka kwa kweli.
Nasema niache, lakini moyo hausikii. Kati ya kweli na uongo nimebaki kukuchagua wewe. On target, nimepotea kwako. Hata kama ni hatari sitoki. Mapenzi yako yamenifunga. Wewe mjusi wewe. Alokuambia kwamba usiungane na sisi pale mezani ni nani? Hiki chakula nimepakua na kuletea wewe, na humo ndani wanajua kwamba nimekuletea wewe. Ngoja uone. Maskini wa Mungu, kaka wa watu, sijui kakosea nini Naila, maana anayoyapitia hayamstahili kabisa. Acha nikamchukulia chakula kingine nimletee. Watakapokuuliza hapo umekula, jibu ndiyo, nimekula, nimeshiba. Na nikisikia huo mdomo wako umeongea kwamba sijakupa chakula, hii nyumba utaiona chungu. Na kingine basi, utajuta kuingia kwenye hii nyumba. Mshenzi mkubwa wewe. On target, nimepotea kwako. Hata kama ni hatari sitoki. Mapenzi yako yamenifunga. Sasa sina njia ya kurudi. On target, kama nikosa kupenda, basi naomba nife na wewe, kwa sababu ndani ya moyo wangu ni wewe tu. Aise, samahani, nimekuletea chakula uli. Karibu. Asante sana Naisi. Mimi tayari nimeshakula. Naila nimetea chakula. Aise, nimeona kila kitu na nimesikia kila kitu. Kila kilichokuwa kikiendelea kati yako na Naila. Na hapo iko bila chochote. Naila kaleta chakula lakini kala mwenyewe. Na nimekutishia kwamba usimwambie mtu yeyote kama haujala chakula. Mungu pokea chakula uli. Mimi namhofia Naila. Usijali kuhusu Naila, kwani hata ndani hawajui kama kakunyima chakula. Aise, nikuulize kitu. Usijali, wewe niulize tu. Unawezaje kumpenda mtu asikupenda? Nice. Kwani unajua nini kuhusu mapenzi? Swali zuri.
nachokijua mimi kuhusu mapenzi, mapenzi ni hisia zilizojificha ndani ya moyo wa mtu ambazo hupelekea kumfanya mtu ashindwe kujizuia kuonyesha upendo wake juu ya mtu fulani. Nachofurahi ni kwamba unaitambua maana halisi ya nini maana ya mapenzi. Kwa hiyo mimi nadhani mpaka hapo utakuwa na majibu sahihi ya swali lako uliloniuliza, kama ni kwa nini nampenda mtu asema. Wewe unajua kama Nela hakupendi? Ya, najua. Na ndio maana hiyo inafanyika kuwa sababu kubwa ya wewe kupitia maumivu hayo unayopitia kwa sasa. Ya, mkweli. Najua fika Nela anipendi. Tena sio kidogo, ni sana. Lakini nichokijua mimi ni kwamba na mimi ipo siku atabadilisha maamuzi na atanipenda. Alafu watu waishie kunipenda, tutapendana. Kwa hiyo mimi nadhani mimi sio sijali. Nitakuwa sawa, okay? Sawa. Lakini pia asante kwa chakula. Kuzidisha kawai kujumlisha, mapenzi ja unapopenda upendi, usipopenda upendwe. Hasa imana gani ya haya mapenzi, ukiacha yeye anaanzisha? Kuna wakati tunapita kwenye daraja lisoisha, mapenzi mitiria vita, mjanja ndiye anashinda. Kuna wakati tunapita kwenye daraja lisoisha, mapenzi mitiria vita. Terk etti, 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 terk etti.